Nchi hii inapenda wananchi wake. Nikikuta huwa mtu ana hofu na serikali, najiuliza masi umpeleke nchi fulani zile tunazozijua akaone, ndo ajue kuwa Tanzania serikali inajali wananchi wake. Naomba msiwe na shaka na serikali hii inajali wananchi wake. Haya maendeleo tunayoyasema haya umeme, Tanzania ni ya kwanza Afrika kufikisha umeme vijijini. Mimi nilikuwa nafikiri naota miaka 10 iliyopita nilikuwa naenda kijijini kwetu, sikuwahi kuwaza siku moja nitaona taa ya umeme, kwa sababu nilikuwa nafikiri maisha ya kijijini tulikoishi ni ya vibatari na chemli peke yake. Haya tunayoona ya umeme si ya kawaida. Nenda tu nchi jirani hapo vijijini uone kama utakuta umeme. Hakuna. Ni Tanzania Afrika inaongoza kwa kuwa na umeme mwingi. Tumepata zawadi kwa ajili ya kufanya vizuri kwenye umeme. Hiyo ni moja. Sijasema kwenye elimu. Kuna nchi mnashangaa imewezaje kujenga shule ya msingi kila kijiji hawana, wanashangaa. Ila kwa sababu hatujifananishe, hatujui utamu na ladha ya nchi yetu. Jamani, Tanzania ni nzuri na ni tamu. Huwezi kutamani kwenda nchi nyingine ukiyajua ya kwingine. Bado hatujaja kwenye swala la amani na utulivu na vitu vingine. Kwa hiyo naomba ndugu zangu wastakabadhi wale wanaowaza vibaya, bei ikishuka na kupanda ni kutokana na bei ya soko la dunia. Wala hakuna hapa mwenye nia eti Tanzania ashushie wakulima bei awapandishe. Na hakuna rais aliyefanya jambo kubwa kwa wakulima kati baada ya baba ya taifa kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Nyie ni mashahidi, miaka 5 kabla yake hata hatukupata kitu kimoja cha wakulima. Lakini wakati huu kuna mipango mingi sana ya wakulima, kwa sababu amejua asilimia kubwa ya Tanzania wanategemea kilimo. Ndio maana ameleta nguvu kubwa sana. Sasa hivi amefungua masoko nje, hatuna bidhaa za kutosha kupeleka. Ndio maana anasema miradi ya umwagiliaji tulete, si tulete nini ili mazao yameongezeka. Na hata Dodoma tulikuwa tuongei kuhusu kilimo. Sasa hivi Dodoma na sisi tunasema tutalisha Tanzania, tutalisha Afrika, kwa sababu tumeletewa miundombinu ya umwagiliaji. Chamwino hapa inaongoza kwa kuwa na mabwawa mengi ya umwagiliaji. Najua jirani zenu Membe mnajua na bwawa kubwa, si Ndogoye wana bwawa, Chinangali si kuna bwawa, si wapi, kila mahali. Ni matamanio ya Mheshimiwa Rais wetu kuona maisha ya wakulima yanabadilika, wanapata tija kilima, wanavuna, wanapata masoko. Na namba ya simu ambayo itatangazwa hapa, inapigwa bure na inatumwa message bure ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa kama iko kero ambayo unafikiri unaweza ukaitumia message, unatuma ujumbe, tunausoma, tunafanyia kazi, tunachukua hatua. Vinginevyo niwahakikishie, mkoa wa Dodoma ni mkoa wa makao makuu ambao una maendeleo makubwa na mipango mikubwa sana mbele. Mheshimiwa Rais amewekeza uwekezaji mkubwa sana Dodoma kuifanya iwe na hadhi na heshima ya makao makuu. Na nyie mnajua zaidi historia. Wanaosimulia Dodoma ya zamani na ya sasa wanajua mabadiliko yaliyotokea. Kwa mabadiliko hayo inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali na Mheshimiwa Rais kuhakikisha wananchi wa Dodoma wanapata maendeleo, wanabadilisha maisha, wanaongeza uchumi na kila huduma za jamii na kila kitu. Tunachoomba toka kwenu, sisi kama mkoa tumepokea maelekezo yote kama yanavyotoka huko juu, na tuna matamanio makubwa ya mabadiliko, ya maendeleo kutoka mlipo kwenda hatua nyingine. Tunajua waliokuwekwa walifanya kazi yao na sisi tuna wajibu wa kufanya mbele zaidi. Tunachoomba kutoka kwenu wananchi wa Dabalo, yale ambayo tutakuwa tunayasema kama serikali, basi tusikilizane, tuyatekeleze. Kazi yetu sisi ni kuongoza njia. Tukisema jamani kila mtoto aende shule, kila mtoto aende shule, ndio kazi yetu. Lakini wa kutekeleza ni wananchi. Serikali imeshaweka mazingira mazuri sana kwa mwananchi ambaye ana bidii ya kutafuta maendeleo atayapata. Ndio maana unasikia wananchi wametoka Msumbiji wametuambia hapa, Zambia wako hapa, wameenda kuhangaika lakini wamejua maendeleo pia yako Dabalo. Sasa isiye kama mwenzako katoka Zambia na Msumbiji afu wewe uko hapa hapa uyaoni yale maendeleo. Kazi yetu ni kutumia fursa hizo ambazo serikali imeziwekwa kwa ajili ya kujiletea maendeleo. Ofisi zetu ziko wazi na tuahidi ushirikiano
na dhamira yetu ni njema isiyo na shaka ya kutamani kuona maendeleo ya wananchi wa Dodoma wakiweko wananchi wa Dabalo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nitangaze namba ya kero kama ulivyoelekeza. Namba ni 0736 520 025. 0736 520 025. Ninaomba kuwasilisha.